Ujumbe ambao Mungu anauachilia siku ya leo, Mungu anasema kwenye ujumbe wake kwamba huwezi kumharakisha Mungu ajibu maombi yako unavyotaka wewe. Huwezi kumharakisha Mungu ajibu maombi yako unavyotaka wewe. Tumekuwa na kawaida ya kuanza kuona watu ni kama vile wanaona kwamba kuomba na kujibiwa kwenye majira ambayo anataka Mungu wanachelewa. Kwa watu wanaanza kutengeneza mazingira ya kwao, wanaanza kutengeneza nyakati za kwao, wanaanza kutengeneza hali za kwao za kuyaharakisha majibu ya Mungu. Huu mfano tunauona hata wakati Ibrahimu anataka mtoto kupitia mkewe Sara. Waliona kama vile wanachelewa kwenye yale majira. Kwa Sara akatoa shauri kwa Ibrahim kwamba unaweza ukazaa na binti yetu, mjakazi wetu aitwaye Haji, na wakapata mtoto. Na walipompata mtoto baada ya miaka 13, Mungu alirudi kwa Ibrahim na kumwambia kwamba haukuwa mpango wangu huo, kwa sababu mpango nilishakupa kwamba mtoto atazaliwa kupitia tumbo la mke wako aitwaye Sara, na mtoto mtamwita Isaka. Kwa mfano huo, maana yake kwamba wewe kwa jinsi ya kibinadamu huwezi kubadili majira ya Mungu. Huwezi kufanya kwamba Mungu akujibu kwa wakati unaotaka wewe, kwenye mazingira unaotaka wewe, lakini mpango wa Mungu utabaki katika kusudi lake. Anasema kwenye kitabu kile cha Ayubu sura ya 42 ule mstari wa 2, Mungu anasema pale kwamba najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Kwa kama kusudi la Mungu haliwezi kuzuilika, maana yake hata majira ya Mungu hayawezi kuzuilika. Wakati wa Mungu hauwezi kuzuilika. Sio tu kuzuia kwa maana ule muda uliofika, lakini kuzuia pia ule muda usifike. Kwa hiyo kama una mpango wa kuzuia kusudi la Mungu kwamba lisifike kwenye muda fulani, Mungu atalifikisha. Kama una mpango wa kuliwaisha lifike ndani ya muda ambao Mungu akupanga, uwe na uhakika halitafika mpaka ule muda wa Mungu ufike. Mungu anasema kwenye kitabu cha Mhubiri ile sura ya 3, tukitazama ule mstari wa 1, Bwana anasema pale, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo kila jambo linayo majira. Tunayafahamu mfano majira ya mwaka, vipindi 4 vya mwaka tunavifahamu: kipindi cha upepo, kipindi cha mvua, kipindi cha kiangazi, tunafahamu. Kwa kama kuna majira ya namna hiyo na hatuwezi kuyazuia kwa namna yote ile pale, manake na wewe mtu binafsi unayo majira ya kwako ambayo Mungu ameyapanga. Huwezi kuyawaisha, huwezi kuzuia majira ya mtu mwingine yasitokee, kwa sababu Mungu ndiye anayo. Na anasema hapo kila kusudi linao wakati wake. Umekusudia kufanya nini? Lile kusudi lonalo uwe na uhakika upo wakati ambao pia Mungu atakusemesha kwamba kwa kusudi hili wakati wake ndio huu, kwa kusudi hili wakati wake ni huu. Ukirudi kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati, unakumbuka Mungu alipokuwa akizungumza na wana wa Isakari akasema, na kwa wana wa Isakari wenye akili ya kujua majira, ya kujua nyakati, ya kujua masaa ya wapasayo kutenda. Nakumbuka wakati Kornelio anaomba sana kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume kuanzia ile sura ya 10, alimuomba sana Mungu kwa njia ya sadaka, kwa njia ya maombi, alinena. Lakini katika kuzungumza kwake maombi yake ilikuwa mpaka akutane na wakati sahihi. Na Biblia inatuambia wazi, wakati ulipofika saa 9 alasiri, malaika wa Mungu akamtokea akamwambia, sasa sadaka zako na maombi yako yamefika juu mbinguni. Tunakumbuka habari za Danieli alipokuwa naomba pia, Mungu alifanya nini? Kwa hiyo wewe pia unapokwenda kumwomba Mungu kwenye majira yale, yako majira ambayo Mungu atakuongoza, atakwambia haya ndio majira sahihi ya majibu yako, na nataka majibu haya upokelee sehemu fulani, na majibu hayo utapokea kwa njia fulani. Kwa lazima mtu wa Mungu uelewe kwamba huwezi kumharakisha Mungu kwa namna yote. Huwezi kumfanya Mungu akawa yeye ndio kama chombo chako wewe. No, wewe ndio chombo cha Mungu. Kwa Mungu atakuendesha anavyotaka yeye, ataachilia majibu anavyotaka yeye, ataachilia masaa anavyotaka yeye. Kwa kila baraka ambayo unahitaji kutoka kwa Mungu itaachiliwa anavyotaka yeye Mungu, na sivyo unavyotaka wewe, sivyo unavyotaka muombaji, sivyo unavyotaka muimbaji, sivyo unavyotaka mtoaji.
bali anavyotaka yeye Mungu ndivyo atakavyoachilia, kwa sababu kila kusudi liko chini ya ufalme wake. Maana Mungu anasema kwamba majira na nyakati sio kazi yetu sisi, kwa sababu vimefungwa vyote kwenye ufalme wake mwenyewe Mungu. Kwa hiyo mimi niendelee kukushauri, niendelee kukutia moyo kwamba pamoja na kwamba umeomba miaka mingi, pamoja na kwamba umesubiri miaka mingi, pamoja na kwamba umesikiliza shauri za watu wengi na haujaona majibu, uelewa tu kwamba majira na nyakati za Mungu ziko chini yake Mungu mwenyewe, na kila kitu anakifanya kwa ajili ya kusudi lake. Vingine vinafanyika kwa sababu ya ushuhuda. Anatengeneza shuhuda kwa ajili ya watu wengine. Wengine watamwaminije Mungu kama wewe hujasubiri? Lazima usubiri kwa kitambo, kwa sababu usubiri kwa muda fulani. Lakini wengine watamwaminije Mungu kama haijatokea kwenye majira hayo? Kwa lazima yatokee kwenye hayo majira ili